TV Iman Tanzania, elimu bila mipaka. Ni kumkuu kwa salamu ya watu wa peponi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mtazamaji wa TV Iman, msikilizaji wa Radio Iman, nikukaribishe kwa moyo mkunjufu katika kipindi cha Mwangaza kwa siku hii ya leo, tukiweza kuangazia mambo mengi mazuri ambayo tumeweza kukuandalia. Tuna siku kadha wa kadhaa zimeshakwisha pita baada ya kufanyika uchaguzi mkuu tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Mengi yamejiri, mengi watu wameweza kuyafahamu, lakini pia mengi bado watu wana maswali lukuki ya kuweza kujiuliza. Inakuwaje, tunatokaje, nini mustakabali wetu kama taifa? Leo katika kipindi cha Mwangaza wa Kijamii tunaangazia kizungumkuti cha tafakuri ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Mara baada ya uchaguzi tumeweza kushuhudia mambo mengi yakiweza kushuhudiwa hapo. Tumeshuhudia matamko kutoka katika taasisi mbalimbali za kimataifa, za kijamii, vyama vya siasa, lakini pia tumeweza kufahamu taasisi za kidini na zenyewe zikiweza kutoa matamko mbalimbali. Tunaelekea wapi? Upi mustakabali mzima wa taifa letu la Tanzania ambalo kwa muda mrefu limekuwa likiweza kuweka dhana bora zaidi ya amani, uhuru? Je, nini mustakabali wake baada ya yote yale kuweza kujitokeza? Lipi la kushika? Tunakuja kutazamia hapa kwa kina zaidi. Lakini pia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan aliweza kulifungua bunge la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, bunge la 13. Na katika hotuba yake pia aliweza kueleza mengi zaidi ambayo yalipatapo kuweza kuelezwa, na baada ya pale pia tafakuri, uchambuzi ukazidi kuendelea kwa namna moja ama nyingine. Kuweza kuyajadili yote hayo, nimewaalika hapa jopo la Mwangaza kwa Jamii. Ninaye ndugu yangu hapa Musa Kideri, lakini pia ninaye Ahmad Msamaha, na pia ninaye Suleiman Qasim, na ninaye daktari ndugu yangu Daktari Saidi Jafu. Anabaraka niseme Suleiman Jafu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Hali zenu? Alhamdulillah. Karibuni sana katika kipindi cha Mwangaza kwa Jamii. Asante sana. Naam. Bila kupoteza wakati daktari, tunatazama kizungumkuti cha tafakuri ya uchaguzi mkuu ambao unafanyika mwaka 2025. Tunasema baada ya uchaguzi kuna matokeo. Matokeo tusia kutangazwa mshindi wa kiti cha urais, mshindi wa kiti cha ubunge, ama mshindi wa kiti cha udiwani, bali matokeo yote yanayotoka nayo na ule uchaguzi mkuu. Ndio. Kuna matokeo mengi hapo yametokea. Tumeshuhudia matokeo ya matamko, tumeshuhudia matokeo ya uvunjifu wa amani, yote yamesababishwa na kitu kimoja, uchaguzi mkuu. Kizungumkuti hiki kipo kwa namna gani? Alhamdulillah thumma alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wasallam. Ba'd. Bana, nimeipenda sana anwani yako bana. Anwani nimeipenda kwa sababu inaonyesha umahiri wa lugha yetu ya Kiswahili. Naam. Na ule mtambuka wa tatizo, jambo ambalo tunataka kuzungumza. Lakini msingi wa anwani umebeba maneno makuu ya msingi. La kwanza mtambuka, la pili tafakuri, la tatu matukio, la nne uchaguzi mkuu. Na kizungumkuti la kwanza ndo nimeanza nalo, kizungumkuti ambao ni tambuka. La kwanza kizungumkuti. Tafakuri ya yale yaliyojiri katika uchaguzi mkuu wa 2025 ni mjadala ambao upo katika mitandao ya kijamii,
katika madhabahu, katika mimbari za Kiislamu, katika vijiwe, katika vyombo vya habari vya ndani ya Tanzania na nje ya Tanzania. Sasa jicho la kuangalia kinachozungumzwa ni kizungumkuti. Ukiangalia ule mjadala wenyewe wa yale matukio, utakuta kwamba kuna mawazo yanayokinzana, yanayopewa tafsiri tofauti tofauti kwa tukio moja hilo hilo. Matukio yako mengi pale. Hilo tukio la matokeo ni jambo, vurugu zilizofanyika wewe umeita vurugu. Kuna watu wameita yale ni maandamano. Na kwenye matamko yao utakuta kabisa wanazungumza, wanajadili mpaka haki ya kuandamana. Kuna wengine wamechukua yale yaliyotokea kwamba ni vita ya kiuchumi. Vita ya kiuchumi. Na utakuta wanahoja madhubuti kabisa kuonesha kwamba kwa nini mataifa ya nje yalikuwa na mchango wa haya yaliyotokea. Wakaonesha kwamba haya yote yalikuwa yana mahesabu ya kiuchumi ndani yake. Wako ambao wanaangalia katika jicho la kidini, wakaangalia mambo haya, na unaona kabisa kwenye analysis wanasema vita kati ya serikali na kanisa Katoliki. Na wenyewe wanahoja, sio wanazungumza tu mazungumza kwenye kahawa, wanazungumza kwa hoja kuonesha kwamba yale matukio yote tafsiri yake kwa wao, bana, haya matukio ni vita kati ya serikali na kanisa Katoliki. Na wako ambao wanazungumza yale yaliyojiri kwamba ni ajenda iliyojificha ambayo inajitokeza kila awamu ambapo rais wa nchi anakuwa Muislamu. Kwa hiyo yanachukuliwa kwamba ni hujuma, yanachukuliwa kwamba ni propaganda za ama kumchafua rais aliyeko madarakani ambaye ni Muislamu na kuhakikisha kwamba utawala wake unasitishwa kwa njia ya vurugu. Kwa hiyo ukweli wa mambo, hili jambo linahitaji mjadala mzito wa kitaifa na lipewe nafasi ya kutosha ya kujadiliwa bila kupuuzwa mawazo, fikra, maoni, lakini yachambuliwe yale maoni, ukweli ubainike, ili tuweze kupata mwelekeo wa nini baada ya haya yaliyojiri kuelekea uchaguzi mkuu na baada ya uchaguzi mkuu. Kwa hiyo niipongeze Mwangaza kwa Jamii kwa kuweka hii, kwa kufungua huu mlango ambao naamini utakuwa ni mlango utakao tuchukua muda kuyajadili maoni na mawazo ya Watanzania na kuona kuna ujumbe gani ambao upo katika hayo maoni, ili kuweza kutafuta sasa mustakbali wa taifa letu. Bila kufanya hivyo hatuwezi kuupata. Penye propaganda ioneshwe kwamba ni propaganda, penye chuki bainishwe chuki, penye uchochezi ioneshwe huu ni uchochezi, penye watu wenye nia chafu wafuchuliwe watu wenye nia chafu, penye kutafuta suluhu patafutwe suluhu. Isiwe suluhu na maridhiano ni kufunika yale ambayo yalitakiwa yafahamike na kutafutiwa tiba. Hayo tunawezaje kuyafanya? Ni kwa kuangalia kizungumkuti cha tafakuri ya yale yaliyojiri kuelekea uchaguzi mkuu 2025 na baada ya uchaguzi mkuu. Asante sana. Ni Daktari Said Jafo akiweza kutueleza mambo hayo. Ndugu yangu Suleiman Kasim, tumeshuhudia baada ya uchaguzi yametoka matamko mbalimbali. Lakini matamko
yaliyotoka yanaonyesha ishara ya kuweza kugawanyika kifikra, kugawanyika kwa namna ambayo inavutia pengine upande fulani na si kutazama kiini cha tatizo. Ukienda huku vyama vya siasa watakwambia kauli yao, ukienda makundi maalum watakwambia kauli yao, ukienda kwenye taasisi za kidini na dini zenyewe utakuta kuna maoni yao, ukienda kwa wananchi kuna maoni yao. Pengine jambo moja linaweza likawa liko mbele, lakini jambo la pili pia likawa liko mbele, alafu vyote vikawa vinapishana. Huyu anatoka kulia anakwenda kushoto, huyu anatoka kushoto anakwenda kulia. Kuna mtu anasema hakuna amani bila haki, huyu mwingine anasema ili haki iwepo amani iwepo. Kuna mvurugano hapa. Kwa nini haya yote yanajiri? Naam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi washabihi wa man wala. Amma baad, nianze kwa kueleza nukta mbili. Nukta ya kwanza, jambo linalohusu amani na mustakbali wa taifa, yani taarifa yoyote ambayo inahatarisha amani na usalama wa taifa au dola au nchi, Uislamu umetaka moja, lisitamkwe lolote bila kufahamu ukweli wa jambo hilo. Na jambo likiwa linahusu fani fulani, basi lisitolewe tamko ila na watu wataalamu wa fani hiyo. Kwa hiyo hili swala la yaliyotokea katika uchaguzi yasitolewe fatwa kwa jambo ambalo uhakika wa mambo yake hujapatikana. Uislamu unasisitiza ni bora useme jambo hili silifahamu, nasubiri bayana yake. Na wakasema kama ilivyo maarufu kutoka kwa Imamu Ibn Qayyim kwamba usilitolee hukumu au mwelekeo jambo hilo, na hususan ukiwa kiongozi na uongozi. Ulu amri ni pamoja na watawala, wanazuoni, lakini kwa ulimwengu wa sasa unazungumzia hadi vyombo vya habari, unazungumzia watu wenye ushawishi. Wasitolee jambo hilo, kwanza wawe na elimu nalo na wafahamu mazingira, muktadha ule, muktadha ufahamu. Kwa hiyo ilikuwa ni nukta ya kwanza. Ya nukta ya pili, katika hili jambo lililotokea Tanzania, tutahadhari sana kuwa na akili za bunwasi. Tutahadhari sana. Ndugu yangu Saidi Jafo alieleza kisa cha Abu Nwasi. Abu Nwasi alikuwa kakaa kwenye tawi la mti, anakata kule tawi liliposhikana na shina, yeye amekaa huku anakata. Akapita mtu akamwambia, unakata hilo shina utadondoka. Akawa kama hajamuelewa, akaendelea kukata. Anakata akadondoka. Akasema, yule bwana mtabiri mzuri sana. Akamfuata akamwambia, bwana, ulivyosema nikikata ile nitadondoka, nimedondoka kweli. Sasa nakuona wewe unajua mambo yanayokuja. Hebu niambie nitakufa lini? Kuna hatari ya kuwa na akili za Abu Nwasi katika hili lililotokea. Kwa hiyo ningeanza kwanza na hizo nukta mbili. Sasa labda nukta nyingine muhimu pia, kuna mambo nayaona
zinapangwa niseme sijui habari, story, vichwa vya habari vinavyochengesha ukweli wa jambo lililotokea. Kuna narratives zinatengenezwa ili kutulenga tuwe tunajadili hizo narratives na kuzijadili hizo narratives yani story, sijui vichwa vya habari. Na ukibaki katika hivyo vichwa vya habari unapelekwa katika ajenda ambayo mwisho wa siku jambo lililotokea hatutaligusa. Mathalan, hili jambo ukilijadili kwamba yalikuwa ni maandamano na ukaanza kujadili ilikuwa halali wale watu kupigwa au haikuwa halali, ni kupotosha uhalisia wa kilichotokea. Kadhalika hili jambo ukijadili katika nukta kati ya amani na haki, kipe kitangulie, pia ni kupotosha hili jambo. Kuna vitu vinataka vifunikwe, na vikifunikwa hivyo vitu itakuwa habari ya bunwasi. Wanatoza, sisi tuko pamoja? Tuko pamoja, nakuelewa. Sasa katika sijui nianze hata na tamko gani au niseme tu kwa ufupi yale matamko ni yataje tu mwelekeo wake, alafu wenzangu watachangia inshallah. Kuna matamko kutoka taasisi za dini. Katika taasisi za dini hizi nitaje taasisi 4, huenda zipo zingine ziada. Kuna matamko kutoka kanisa Katoliki ambayo yamesisitiza kwamba taifa limejeruhiwa, yametokea mauaji, vimetokea vifo, na imesikitishwa sana na hali hiyo, na limefanya dua na limesisitiza hii amani inayopigiwa chapuo na wengine haitopatikana kama hakutopatikana haki. Hilo tamko la kwanza. Tamko la pili, KKT na wao tamko lao limefanana kwa maudhui sawa sawa na kanisa Katoliki. Halafu kuna tamko limetolewa na mashehe na wamesema ni kwa niaba ya Mufti Bakwata. Ndio. Limesisitiza kwamba amani ilindwe na linasikitika kwa vifo vilivyotokea, lakini linashukuru pia vyombo vya usalama kudhibiti ule machafuko na kurejesha amani. Lakini kuna mambo mengine mawili muhimu sana katika ile tamko la Bakwata. Walisema, moja, wao kusisitiza amani, kuna kiongozi mkubwa wa Kikristo aliwaita ni wajinga. Wakasema sisi kusisitiza amani sio wajinga. Hiyo ni jambo muhimu sana. Tamko la tatu kama ile kutamka amani, wale baadhi ya Wakristo wamesema ni ujinga. Inao pia ni nukta muhimu sana kuieleza. Walivyotafsiri tamko lile la Bakwata na mashehe na waliotafsiri kule kwenye mitandao ni jambo muhimu sana kwa ile kutahadhari kuwa na akili za bunwasi. Ndio. Lakini pia Bakwata nukta nyingine walitaja, wakasema kwamba hivi
na yeyote ambaye anawachukulia Waislamu kama ni daraja la pili na yeye ni daraja la kwanza, yani wao ndio wana haki ya kutamka mambo, ya kuongoza mambo na kadhalika, anakosea kufikiria hivyo. Hii nao ni nukta muhimu. Na nukta hii ameirudia kwa lugha nyingine Sheikh Jongo akasema hivi, na hivi tunavyosisitiza amani, wale wa dini nyingine wakawa na tutafsiri ni sababu sisi ni mabwege waoga, pia wanakosea sana, kwa sababu historia ya Tanzania haina hilo jambo. Kwa sababu hawa wa sasa hivi yani ni Watanzania wenzetu. Waislamu walishawahi kuongoza mapambano kwa mkoloni. Ana silaha na ndio anamiliki serikali yote. Kwa hiyo pia na akaongezea pia na wanaotufikiria sisi daraja la pili pia wanakosea. Kwa hiyo hili ni tamko la BAKWATA, na Sheikh Jongo ni iko katika baraza la ulama la BAKWATA. Kwa hiyo akitoa hotuba yake anaakisi lile tamko pia. Na tamko lingine ni la Shura ya Maimamu. Shura ya Maimamu wamezungumzia mambo hayakwenda sawa katika swala la kura, na walipokuja kwenye mauaji wakazungumzia kwamba wanalani mauaji kama ya Qur'ani inavyolani mauaji na hadithi zinazolani mauaji. Sema katika lile tamko la Shura ya Maimamu, yani aya ile ilivyosomwa, maana imesomwa alafu katika kutoa tafsiri kuna neno likaachwa, na lenyewe hilo ni jambo la kujadili. Na katika hili tamko pia la Shura ya Maimamu limekuja kama fatwa. Nimetangulia kwa kusema katika mambo yanayohusu usalama na mustakbali wa taifa, Uislamu umeharamisha kutoa tamka kwa kitu ambacho kijui. Kwa unashukuru uwe na elimu nacho. Hata kama hata kama dhahiri ya mambo wewe ndio unaona hivyo. Na hii aya ilishuka kwenye kisa cha ifki cha kumsingizia uchafu mama waumini Bi Aisha radhiallahu anha. Vile ilivyokuja wale Qur'ani imewaita wenye akili nyepesi, haraka walisema astaghfirullah. Lakini wenye tafakuri wote walitulia, mpaka Mtume SAW mwenyewe alitulia mpaka uliposhuka wahi. Sasa katika hili kutamka kulani mauaji kwa mazingira haya ya Tanzania ni jambo la kuchukulia tahadhari sana. Bwana Tozo, nisikuache hewani. Hapa nchini kuna jeshi la polisi. Sawa? Dr. Slaa, sawa? Kaandika kitabu, katoa matamko, akasema kuna chama kina kikosi cha kuteka na kuua. Sio kafanya uchochoroni, kaandika. Lakini mwaka 93 amekuja papa nchini. Tena Padri Slaa wakati huo akiwa katibu wa TEC amempokea na alisoma ile ripoti. Katika ripoti anasema moja katika mafanikio ya Kanisa Katoliki Tanzania, tuna commission of armed force
kamisheni ya jeshi la vita lenye silaha imeuliza sana hilo jeshi liko wapi. Kwa hiyo kilichotokea pale 29 hujui ni jeshi gani lilohusika. Kwa hiyo huwezi ukatolea tamko. Padri Slaa tena kwenye mjadala wa bandari katamka bandari hiyo hatari akipewa mgeni. Sisi kanisa tumeshawahi kupitisha silaha bandarini. Yaani sio stories za nani za kijiweni katamka. Sasa katika hali kama hii yametokea yale mauaji. Huna chombo chochote cha kufanya uchunguzi nani ni nani. Huwezi kutamka. Asante sana. Nimalizie tu kwa kusema tu sasa. Utarudi sasa hapa. Kwamba haya matamko haya yatazamwe kwa jicho la Kiislamu ambalo limeashiria moja, uhakika wa habari, pili, utaalamu, na hizi kuwa makini pia na hizi agenda zinazotengezwa na narratives ambazo kama zipotazama kwa makini tutakuwa Abu Nuwasi. Asante. Nikija kwako Musa Kideri, kuna mkorogeko ambao upo. Hatujui tunataka amani, hatujui tunataka nini kupitia matamko ambayo yameweza kutolewa. Hii inaashiria nini? Ambapo katika watu ambapo wananchi wanahitaji kuona taifa likikaa limoja, kuona taifa likishika nafasi yake kama zamani, kwa maana kwamba tulikuwa wamoja, sasa pengine tumegawanyika kidogo, sasa turudi katika umoja wetu na maisha mengine yaendelee. Cheki wana kauli yao, KKT wana kauli yao, wanazuoni wana kauli yao, BAKWATA wana kauli yao. Mashaallah. Ambapo wananchi washike lipi? Wanaambiwa hili, wanaambiwa hili, wanaambiwa hili, wanaambiwa hili. Asante sana. Maana ya shura ya maimamu na wenyewe wametoka na kauli zao. Asante sana bwana Tozo kwa swali zuri na msingi mzuri ambao umejengwa na ndugu zangu waliotangulia. Kwanza kuhusiana na amani na haki. Hivi vitu viwili ambavyo vimekuwa vinaelezwa kama kundi moja. Ukifanya ule uchunguzi, ukisoma kwa umakini hayo maandiko, kwa mfano yale maandiko yanayosema kwamba yale ni maandamano, tufanye kwamba ni maandamano, na kwa hivyo kwamba yaliyotokea ni kwamba ilikuwa ni kuziwia haki ambayo ni maandamano. Ukitafsiri kwamba lazima wapewe, ilikuwa ni lazima kupewa haki hiyo kwa kuangalia. Sote tumeshuhudia, tumeona, na ambaye hakuwepo pale, mimi nashukuru nilikuwa Dar es Salaam na nilikuwa kuna tarehe 30 mimi niliweza kuwa, yani nilipita katikati ya shida. Kwa hiyo ni katika watu ambao nimeshuhudia, nimeona kwa kile nilichokiona. Hata kama sasa tuchukulie kwamba ni maandamano, tafsiri ya haki kwamba sasa wana haki ni kwa tafsiri ya nani? Yani hayo mazingira kwa tafsiri ipi, na nani anaye mwenye mamlaka ya kutafsiri? Kwa sababu ukisema kwa mfano kuna matamko yanasema kwamba haki kwanza, kama dhana ya kuhalalisha kitu kama kile kilichotokea 29. Sizungumzii mengine, reference ni hiyo. Ni kwa tafsiri ya nani kwanza? Yani kuna kitu ambacho lazima kifahamike, nani mwenye mamlaka hayo? Na je, ikiachiwa hiyo tafsiri mikononi mwa kila mtu na akiona ni haki akawa na uruhusiwa kufanya yale aliyoyafanya, patakuwa na mtaa? Patakuwa pana nchi? Je, sisi wengine ambao pengine, kwa sababu tunavyofahamu haki nyingi ni sehemu ya matumizi ya wengine.
Mimi nimeshuhudia, kwa sababu nimeshuhudia duka la jamaa yangu ambaye alikuwa analala humo, yani ameishi miaka zaidi ya 10 analala ndani ya duka. Kwa nini? Anajibana matumizi. Limechomwa moto na kuibiwa. Kwanza vimeibwa vitu, likachomwa moto, ambaye baada ya hapo kalazwa, katoka juzi tu hapa, almanusura afariki. Tukisema kwamba ilikuwa ni haki kusikilizwa, tafsiri ya mimi niliyoshuhudia na yule ambaye tulikuwa naye ambaye aliyeumizwa hivi, tafsiri yake ni kwamba hawa watu mbona wanahalalisha hiki? Yule mwingine ambaye yeye yuko ndani ya yale maumivu, anayefuatilia, anayeugulia kitu ambacho anadhani ni haki yake, lakini hicho kitu kwa kukipata kinamnyima mwingine. Huoni kama tunahalalisha kwake kufanya chochote? Tuna mifano. Kwa mfano, tukifanya kwenye level hiyo ya kidini, kwenye level tu, kwa sababu niona matamko ambayo yameandikwa ni watu wa dini kwa sehemu kubwa, na bahati tuseme si mbaya au nzuri, yani muundo wetu sisi leo wote ni watu wa vioni, wa vyuo vikuu. Kwa hiyo sisi yaliyoandikwa yana ladha kwetu zaidi na yanatuvuta kuliko ya mnaoonwa na kusikika. Sasa tufanye haya yaliyoandikwa kwa level ya dini. Mfano, Waislamu kwa muda mrefu wamekuwa wakilalamikia vitu vingi, na amezungumza sehemu mojawapo ndugu yetu Sheikh Jongo. Yeye ni miongoni mwa watu ambao wameenda mara kadhaa kufuata haki fulani ya kuwa na mahakama ya kadhi, haki ya upande mmoja, mahakama ya kadhi, lakini kwa kujua kwamba tafsiri ya haki anayetoa sio wao peke yao. Haki ile wanayotaka yawezekana hawajaelewa. Sisi tunaamini kwamba hawajaelewa kwa sababu haiwahusu hao wengine, lakini kwa kuwa kiwango cha utekelezaji wa haki hiyo kitahitaji mamlaka ya nchi nzima, wakiwemo wasio Waislamu, wakavumilia, kwa sababu vinginevyo wakiichukua kwa nguvu, kwa sababu wana haki kama matamko ya baadhi ya taasisi zinavyosema, vurugu ingekuwa imeshakuwa. Na unafahamu vurugu wanapokuwa Waislamu vuruguni. Kama hufahamu, waulize Wajerumani. Waulize Wajerumani, watawaambia. Wasome Majimaji. Haki tangu miaka ya 92 kuna mkataba wa Waislamu wamekuwa wakizungumzia kwa hisia nyingi sana, kwa njia nyingi mno, wakidai haki ambayo mpaka sasa utafiti unaonyesha zaidi ya trilioni 3. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kodi zetu sisi, mimi juzi nimetoka kulipa milioni 8 na ushahidi, kodi tu ambayo nimefanya wiki 2. Katika hiyo kodi inachukuliwa, ambaye mimi kwa asili ni shekhe, ni mwalimu wa madrasa, inachukuliwa sehemu hiyo kwa sababu kuna makubaliano kati ya serikali na TEC kwa muda wote huu na kanisa kupewa. Halafu sehemu ya mapato ambayo wachangiaji tuseme kama nusu, kwa mfano kama ni nusu yake ni Waislamu kwenda kuimarisha huduma. Tunasema ni huduma, wakati mwingine hata sio kwa Muislamu, lakini Waislamu wana huduma hizo ambapo hawapati. Lakini katika huduma hizo ni pamoja na kuwalipa viongozi wa kanisa. Kwa lugha nyingine ni kuimarisha upande mwingine, hawa wengine wakibaki ni makusudi. Yani kama kuna pande mbili, upande huu unawapa nguvu, upande huu unachukua sehemu yake, na sehemu ya hawa unawapa hawa na waacha, ni kuwadoge, wanabaki kiuchumi, unawadogesha. Kwa miaka yote hii hakuna kabisa hakuna hata aliyewahi kusema kwamba bwana. Kwa hiyo hata hayo maridhiano mimi ningesema nimeona andiko sehemu, nimeona sehemu mtu mmoja kabla hujazungumzia hayo maridhiano, unazungumzia kwamba haki ina tafsiri nyingi. Yes, ina tafsiri. Ni nani ambaye anatafsiri hiyo haki? Kwamba hili kundi tangu miaka hiyo mpaka sasa
na juhudi hizo ambazo wamekuwa wakizifanya, wangeamua sasa tangu wakati huo kwamba sasa bwana, hii haki bwana, tumeshachoka, tumekwenda huku kwa waziri nani su wapi, tumechoka, kwa hivyo sasa tunaenda kuichukua. Tena kuichukua kwenyewe kwa kile mlichokishuhudia, kijana anachupa tena, wanaambi yani kuna kuambiza. Mimi nimepita kwa sababu na nashukuru kuna pepa naandika kama sehemu ya maadili, kama chanzo cha miongoni mwa vyanzo iwe nani vyanzo vya shida pengine. Kijana anashujaishina lichukuliwe dumu la petroli, liwekwe kwenye chupa na vitambaa zishindiliwe. Tena kuna audio mtu anasikilizishwa, sindilia kitambaa, weka na petroli nini. Yani maana yake ni bomu, maana yake kuna mabomu yale tukisoma nani kwamba engineer wakiza za petroli. Mtu anaweza kusema wasio na silaha, mimi nimekaa yani nimepita kwenye kundi, nimekoswa. Kwa kweli ni kama ingetokea na mimi nimekufa mimi, na kwa sababu nilikuwa napita, na kwa kweli kilichonivuta nisikimbie kwanza ilikuwa ni view, yani wale watafiti pale mada ilikuja ya andiko fulani hivi. Nikaona bora nikusanye ile taarifa, nikusanye ile nikaandike pepa yangu. Mtihani ulinikuta mimi tarehe 30. Sasa tunasema kama ikiwa kila mmoja atapewa mamlakani mwake, mikononi mwake, au kundi fulani lipewe mikononi mwake tafsiri ya kwamba hii ndio haki, ni haki. Mimi kwa hiyo ukinisikiliza kwamba ninasema kwamba haki ni muhimu na amani ni muhimu, vyote vinategemeana. Lakini hali ile ya amani unaweza ukaiona na mtu akaipata kwa kuwa na amani, lakini tafsiri ya haki hiyo kwamba ikivunjwa ni vunje amani, yani ruhusa na kibali cha kuvunja amani kwa sababu ya kuitafuta haki, tafsiri yake apewe nani? Asante sana. Je, ni yeyote kila mmoja anayetazama, au ni kwa kiwango alichoumia na ni kwa staili gani? Haya ni lazima mtu mwenye busara na akili ayaangalie vizuri kabla ya kutoa tamko, pengine kulaumu ambaye anayekwenda kutuliza katika mazingira ya vurugu kama zile nilizoziona mimi nilizoshuhudia. Asante Musa Kideri. Ahmed Msamaha, kuna suluhisho linapatikana katika hali ya mvutano kiasi hiki? Kila mtu anavutia pengine upande wake, huyu anasema hivi, pengine wengine pia hapo unakumbukia machungu yao ya muda mrefu. Musa amezungumzia hapa swala zima la haki kwa tafsiri, kwamba ni nani ambaye anaitafsiri hiyo haki, na akaja kaibua mengi katika hali ya mvutano huu ambao uko hivi sasa. Shura wanasema hivi, Bakwata wanasema hivi, Teki wanasema hivi, KKT wanasema hivi, Umoja wa Mataifa wanasema hivi, na kuingia kila mtu anazungumza lugha yake. Tutafika na serikali wenyewe wamekuja na kauli serikali kupitia Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akisema kwamba wataunda tume ya kuchunguza haya mambo. Tupo katika mkorogeko sasa, baada ya kuungana basi tunakorogeka. Iko vipi? Bismillahirrahmanirrahim. Kwa kweli tupo kwenye kizungumkuti. Yani unaniuliza suluhisho wakati kizungumkuti chenyewe hatujamaliza kukifafanua. Ile yenyewe pia kizungumkuti. Hakika. Bila mzuri. Yani tupo kwenye mkorogeko mkubwa. Bado hatujajua sa chanzo ni nini. Imekuwa kuaje? Na hapa tunaendelea kukorogana tena. Bado ama kweli hichi ni kizungumkuti kabisa. Alahi Tozo, jambo lolote linalohusu islahi za watu, maslahi ya taifa, ni jambo ambalo halihitaji ushabiki wakati wa kulizungumza. Ni jambo ambalo hisia zinatakiwa ziwekwe pembeni. Akili na tafakuri zitawale. Uwezo wa kutumia akili ya ndani upewe kipaumbele katika mazingira na hali kama hizo.
Ukimsikiliza ndugu yangu Kideli, ukimsikiliza vizuri Sheikh Suleiman Kasim, ukimsikiliza vizuri Dr. Jafu, wanakueleza kabisa kwamba sasa hivi Tanzania ipo haja ya viongozi wote, iwe wa dini, wa vyama vya kisiasa, raia wa Tanzania na mtu mmoja mmoja kwa nafasi yake, ahakikishe maslahi ya taifa yanalindwa kwanza kuliko mambo mengine. Sijaja kwenye suluhisho, nitakuja. Bwana mmoja anaitwa Donald, nataka ni huyu bwana huyu aliandika waraka wake Novemba 9 kabla ya viongozi wa dini kwenye baraza la maaskofu wa Katoliki TEC kukaa tarehe 11 mpaka tarehe 14. Yeye katoa waraka huu Novemba 9 akisema waraka kwa maaskofu, baraza la maaskofu Katoliki Tanzania TEC. Yeye alikuwa anakusudia yale ya kwake ya moyoni, yale yaende kwanza kwa viongozi hawa wa dini. Viongozi hawa kama wanakusudia kujadili, kutafakari, kufanya nini, basi haya kwake haya nayo wayaangalie, wasiache, kwa sababu nayo ni sehemu ya kanisa Katoliki na ni kiongozi ndani ya kanisa, tena katika parokia ya Mtakatifu Yohane wa 13 pale Baruti, jimbo kuu la Dar es Salaam. Huyu bwana katika maelezo yake anasema, nataka ninukuu, sikiliza. Badala ya kuwajenga, kipengele namba C kinasema namba 1.2 kipengele kidogo cha C. Badala ya kuwajenga waamini katika fadhila za upendo, huruma, msamaha na ustahimilivu ili kufariji na kuponya mioyo iliyojeruhiwa na yanayoendelea nchini, kanisa limehusika na matamko na mahubiri ambayo yamejenga chuki na uhasama kwa jamii ya Watanzania na kuchochea machafuko wakati wa uchaguzi mkuu 2025. Haya sio maneno yangu, nimenukuu. Nani? Huyu bwana anaitwa Arnold Mulashani Hamulungi. Waraka wake huu, andiko lake hili la peji 37, kaeleza vitu vingi. Muda wetu leo hautotutosha. Kiasi cha kwamba naye katutia tena kizungumkuti. Kwa mtazamo wake. Kwa mtazamo wake, yani sasa sisi tunakaa tunatafakari. Wakati huo anayozungumza kule, ukienda kwenye jamii watu wanazungumza, halafu unahitimisha unasema, mbona yanayozungumzwa na hii jamii, hawa watu wanadhani kwamba maneno aliyozungumza huyu Donald yanaweza kuakisi kwa namna fulani ukweli? Yani watu wanadhani hivyo. Na wakawa na anasibisha haya, nimezungumza sentence moja tu, yako mengi humu ndani. Na wakawa na anasibisha na kuyapima kwamba inawezekana aliyozungumza Donald ni kweli, kwa sababu wanasema wanajamii, mbona yaliokuwa yakizungumzwa na wale wahalifu, mimi siyaiti maandamano kwa namna ya aina yoyote ile, na Muislamu mkweli anatakiwa kuwa mkweli. Ofa aliyoitoa Allah subhanahu wa ta'ala kwa mwanadamu pindi anapoingia katika makosa, na ni lazima atafanya, kama alivyosema bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, kullu bani adama khata, kila mwanadamu ana makosa, lazima atafanya. Sasa nini cha kumsaidia? Ndiyo akaileta hii istighfar. Istighfar ni kumtaka samahani Mwenyezi Mungu. Samahani ni neno dogo tu, lakini lina athari kubwa sana, ima katika jamii zetu za kawaida na mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hili Allah subhanahu wa ta'ala amelihimiza sana, akamwambia mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wastaghfirillah
inna Allaha kana ghafuran rahima. Mtake msamaha Mola wako, mtake msamaha Mwenyezi Mungu, kwa sababu Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe. Na akatoa ofa akasema Allah subhanahu wa ta'ala, wa man ya'mal su'a au yadhlim nafsahu thumma yastaghfirillah yajidillaha ghafuran rahima. Na yoyote yule atakayefanya makosa tena mabaya kabisa, au akaidhulumu nafsi yake kwa kufanya madhambi, akamtaka msamaha Mwenyezi Mungu, akaomba samahani kwa Mwenyezi Mungu juu ya makosa yale, yajidillaha ghafuran rahima, atamkuta siku zote Mwenyezi Mungu ni mwingi wa kusamehe na ni mwingi wa kurehemu. Ni ofa akakupa, wafanya makosa alafu Allah unamwambia nisamehe, nimekosea. Allah subhanahu wa ta'ala anakusamehe. Ni ofa akakupa. Yote ni kukusaidia juu ya huu unyonge wako, huu dhaifu wako. Ingawa mwenyewe unajiamini, unajiona uko sawa sawa, lakini Allah anasema wewe ni dhaifu. Cha kukusaidia ni wewe umuombe samahani wakati unafanya kosa lako. Hii ni TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka. Mtazamaji na msikilizaji, tumeweza kurejea tena katika kipindi cha Mwangaza kwa Jamii. Tukuombe radhi kwa kukatika kwa matangazo kutokana na sababu ambazo zilikuwa nje ya uwezo wetu, kwa maana tunasema kwamba umeme ulikatika ghafula. Na sasa tumerejea tena, tunaendelea kutazama kwa kina zaidi yale ambayo tumekuwa tukiyazungumza kwa siku hii ya leo. Tumezungumzia kizungumkuti cha tafakuri ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Na yote yamekuja haya ni kwa sababu matamko yametolewa, matamko mengi, matamko mbalimbali, matamko ambayo kila mmoja amekuwa akishikilia zaidi upande wake. Sasa tukasema jamani, sasa hiki kizungumkuti hiki, tukakuja hapa na tumeweza kuzungumza pale awali na tunazidi tena kuzungumza zaidi na zaidi. Tulikuwa na Ahmad Msamaha, ulikuwa unazungumza pale baada ya kunukuu kile ambacho umekinukuu. Lakini pia ulikuwa unaanza kutoa maoni ya watu ambao waliweza kuona lile andiko. Naam. Mimi niseme kwamba bado tupo kwenye kizungumkuti. Kizungumkuti ambacho chenyewe kinatutia kizungumkuti vile vile kwa mazingira na hali. Na nimeanza kizungumkuti katika matamko ya viongozi wa dini. Nikionyesha jinsi gani kiongozi mmoja wa kanisa, bwana mmoja anaitwa Arnold Mulashani Hamulungi, wakati ameandika andiko lake Novemba 9, 2025, analipeleka andiko lake kama sehemu, kama kuna haja ya kutafakari viongozi wa dini wa kanisa Katoliki TEC, basi wangeanzia kwenye haya ya kwangu ninayoandika, kwa sababu haya mimi nafikiri kuna haja ya kuweza kuona mbele kwa mujibu wa maslahi ya taifa letu Tanzania. Kwa hiyo wakaandika na nikawa nimenukuu kile kipengele namba 1.2c kuhusiana na upendo. Anasema yeye mwenyewe kama vile yuko kwenye kizungumkuti fulani hivi. Yale ambayo yanaendelea, viongozi wa dini badala ya kusimama katika namna iliyo bora, namna ambayo italiponya taifa, namna ambayo inaweza kuleta suluhu kama ambavyo amekuwa Mheshimiwa Rais akisisitiza, lakini mbona anaona kuna changamoto ambayo inahitaji tafakuri ya ndani, viongozi wa dini hawalioni hili? Na nukuu, akasema hivi: badala ya kuwajenga waamini katika fadhila za upendo, watu wapendane, wawe kitu kimoja,
Anaendelea kusema badala ya kuwajenga waamini katika fadhila za upendo, huruma, msamaha na ustahimilivu, akaweka kwenye bracket resilience, ili kufariji na kuponya mioyo iliyojeruhiwa na yanayoendelea nchini, kanisa limehusika na matamko na mahubiri ambayo yamejenga chuki na uhasama kwa jamii ya Watanzania na kuchochea machafuko wakati wa uchaguzi mkuu 2025. Haya ni maneno ya Bwana Arnold, sio ya kwangu. Katika waraka wake alioandika Novemba 9, 2025. Sasa naye amechanganyikiwa. Mbona viongozi wa dini, huu sio muda wa kuhubiri mengine? Ni muda wa kuhubiri upendo. Watanzania wapendane. Watanzania wasameheane. Watanzania watengeneze sasa umoja ambao unaweza kuliponya taifa. Mbona wanaendelea kuhusika kuzungumza maneno ambayo yanachochea chuki kwa Watanzania? Yani haya maneno yeye yanamshangaza vile vile. Naomba ninukuu kipengele cha mwisho halafu nirudi kwenye ule waraka na jinsi gani ambavyo jamii nayo pia imepata kizungumkuti kwenye matamko haya ya viongozi wa dini, ili kusudi tuende vizuri. Anasema hivi, hichi ni kipengele namba E, namba 1.2. Katika kutekeleza utume wake kukemea maovu nchini, kanisa limekuwa linavuka mipaka kudai haki na mabadiliko ya kisiasa, reforms, akaweka kwenye mabano reforms, kupita kiasi hadi kuonekana lenyewe ndio linalosaka madaraka ya kisiasa kinyume na sheria namba 285 ya sheria za kanisa, akaweka kwenye mabano Code of Canon Law. Haya ni maneno ya Bwana Arnold. Ukirudi kwenye jamii, watu wanaoangalia kupitia haya matamko ya viongozi hawa wa dini, hapa tumegusa TEC, halafu tutakwenda kuangalia baraza kuu na mengine vile vile. Watu wanadhani kwamba haya maneno ambayo yamezungumzwa Bwana Arnold yanaweza kuwa ya kweli, na wanatoa sababu zao. Yani ukikaa ukiwazungumza wanatoa sababu zao. Wanasema mbona maneno ambayo yalikuwa yanazungumzwa na viongozi hawa wa dini kabla, wakati na baada ya uchaguzi yanafanana sana na yale ambayo yalikuwa yanatumiwa na wale wahalifu kwa kisingizio cha maandamano? Yani haya ni mawazo yao, shekhi wangu, mawazo ya wanajamii. Yani ukikaa nao wakizungumza wanasema hivi, mbona kwa namna ipi yanafanana sana? Kwani hao watu walikuwa wanazungumza maneno gani? Wao walikuwa wanazungumza kwamba amani ni tunda la haki, viongozi wa dini. Lakini wakati huo wale wanaodaiwa kuandamana nao walikuwa wanazungumza kwamba bwana, hapa hakuna amani bila haki. Maneno ambayo ukiangalia kwa undani yote yana dhamira ile ile moja. Lakini wakaja na sababu nyingine hawa wanajamii kwamba inayoashiria kwamba inawezekana haya anazungumza Arnold, haya yanaweza kuwa ya kweli, ambayo yanahitaji kuchunguzwa kwa namna ambayo ilikuwa inafaa. Wanasema wanatishwa na ule ukimya wa baadhi ya viongozi wa dini wakati wanaona uchochezi mitandaoni. Baadhi ya viongozi wa dini wakawa wapo kimya dhidi ya matamko ya kichochezi kwenye mitandao ya kijamii, wakati wana wajibu wa kiroho wa kuweza kuhakikisha kwamba hawa watu, jamani, mbona vijana wetu mnaelekea huko? Wakati huo ukumbuka hoja yao ya kwanza au ile yale wanaozungumza kwamba bwana, kuna madai yanayotajwa na viongozi hawa wa dini na wale ambao wanadaiwa kuandamana yanafanana. Sheikh, unanielewa? Hoja ya tatu wakasema, mbona viongozi hawa wa dini wameendesha maombi, jambo ambalo sio baya, lakini kuwatetea vijana ambao wamepoteza uhai katika jambo ambalo lilikuwa lenyewe
linaonekana ni tukio la kihalifu la kuvunja. Umemsikiliza vizuri ndugu yangu Kideli hapa. Matukio ambayo yalikuwa yenyewe yana kila ishara zote kwamba haya ni matukio ya kihalifu, kwa sababu watu wanavunja maduka ya watu, wanaiba, wanachoma moto gari za watu, vituo vya mafuta, na kuna bwana mmoja zaidi ya vituo 40 vya mtu mmoja vimechoma moto. Haki ipi ambayo inadaiwa kupitia hivi vituo? Watu hawa waliokuwa wakilalamika kipindi cha nyuma muda si mrefu kwamba wana changamoto ya usafiri wa mabasi yaendayo haraka, leo haki ipi imewapa mamlaka ya kwenda kuyachoma mabasi yale ambayo yanatumiwa na umma kwa ajili ya usafiri? Haki ipi wanaoidai ya kuhalalisha kuchoma moto vile vituo vya mwendo kasi? Yani haya ni maneno ambayo baadhi ya watu wanajiuliza katika, yani tupo kwenye mambo ya kizungumkuti haya ndugu yangu tunazungumza, lakini wakaja na hoja nyingine kwamba tujalie kama wewe kiongozi wa dini huko mtaani, kuna mtu ambaye alikuwa ni mhalifu kwa namna yoyote ile, kwa bahati mbaya akawa amepoteza uhai, wewe kiongozi wa dini ukajitokeza mbele, jamani tuende tukamwombee dua jambazi kwa mfano. Wanajamii wanauliza, unatupa picha gani wewe kiongozi wetu wa dini? Au ulikuwa una maslahi na huyu ambaye anafanya huu uharibifu? Yani ni watu kwenye kizungumkuti kile, watu wanazungumza, wanajadili. Sheikh wangu unanielewa vizuri, watu wako kwenye kizungumkuti hapa, ujue jambo hili ni jambo zito. Lakini wakawa wanauliza pia, juzi tarehe 15 ni jana, leo tarehe 16, jana ndio tamko limetoka. Ndio. Sasa wanajiuliza hao wanajamii, ukikaa nao wakizungumza, wale ambao wanachambua mambo, wanajiuliza, wanasema hivi, kwa nini viongozi wa dini hawakugusa hata kidogo hotuba ambayo inapeleka mioyo ya Tanzania kwenye maridhiano ndani ya kipindi chao cha tafakuri, kabla ya kutoa lile tangazo lao, kabla ya kutoa lile tamko lao? Hawakugusa hata kidogo hotuba ya Mheshimiwa Rais, au ni kwa sababu walikuwa wamejifungia sehemu ambayo hawajui yanayoendelea duniani, kiasi cha kwamba wakajua kwamba Mheshimiwa Rais naye alikuwa anahutubia? Sheikh wangu unanielewa vizuri. Hizi ni tafakuri za watu ambao wamepata mkanganyiko, tunasemaje, wamepata kizungumkuti cha haya ambayo yanaendelea. Lakini wakati huo wakawa wametaja baadhi ya vipengele ambavyo vyenyewe vinatia shaka, kwamba watu katika majadiliano wanasema, mbona wanashauri uchunguzi, kwamba kufanyike uchunguzi, lakini wakati huo wanazitaja sababu za kutokea machafuko. Sasa tunachunguza nini wakati sababu na vyanzo vya machafuko tunajua? Asante sana. Tafakuri yake na kizungumkuti. Sijui unanielewa vizuri Kuelewa vizuri sana. Asante sana. Ni Ahmad Msamaha huyo akiweza kuzungumza tafakuri na kizungumkuti chake juu ya matamko mbalimbali ambayo yameweza kutolewa. Dr. Saidi Jafu. Naam. Kizungumkuti kweli. Hakika. Na kizungumkuti hiki bado hakijatatuliwa. Kwa sababu kuna maswali mengi zaidi kuliko majawabu. Hakika. Unafikiri kwa nini tumefika katika maswali mengi zaidi kuliko majawabu ambayo tunapaswa kuwa nayo? Kwa sababu siku zishapita. Ndio. Kutokea mpaka leo hii tunapozungumza, wabunge wameshaapishwa, serikali imeshaanza kuundwa, kwa maana waziri mkuu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ameshapatikana. Sasa ni utaratibu wa kutazama sasa wizara zingine, na rais alizungumzia katika jambo ambalo lilionekana ni kwamba vijana ndio wameonekana kwa wingi zaidi kuathirika katika hili jambo kwa namna moja ama nyingine. Rais amekuja na wizara mpya, wizara inahusu vijana tu peke yake, kuona namna gani wanaweza wakaandaliwa vijana waliokuwa bora zaidi. Wakati huo hatujakaa vizuri katika tafakari hiyo, matamko ambayo matamko hayo yote yanatupa maswali. Hakika. Majibu hatupati. Je, kuna shida mahala gani?
mpaka tunafikia hatua hii. Shida ipo wapi? Shida ipo kwa wananchi, shida ipo kwa uongozi wa kiserikali, shida ipo kwa viongozi wa kidini, shida ipo wapi? Mpaka sisi taifa letu pendwa la Tanzania tushindwe kuwa na majawabu. Tulitarajia kipindi kama hiki, na rais amehutubia taifa kupitia bunge wakati anafunga bunge la 15. Tulitarajia hali ya mambo ije kukaa sawa, hata matamko ambayo yanatoka ni ya kuwaweka pamoja wa Tanzania. Hivi kwa nini tuna maswali kuliko majibu? Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Niseme kwamba ili kuweza kujibu ili swali lako, tunahitaji kufanya kitu ambacho leo tumetoa tu utangulizi. Tunataka tuangalie mambo yaliyojiri kwa series, yaani uchaguzi mkuu, kuanzia kipindi cha kuelekea uchaguzi mkuu na yaliyojiri baada ya uchaguzi mkuu, kwa kuyaorozesha 1, 2, 3, 4 na kuonesha namna kila moja lilivyochangia kufikia hapa tulipofika. Yaani tusipofanya hivyo hatuwezi kutatua. Wewe unasema sijui rais atakayepatikana ashughulikie mgawanyiko wa kitaifa. Mgawanyiko wa kitaifa, tukirudi kule mwanzo kule, tutajua nani ameligawanya taifa na kwa nini ameligawanya taifa, na hayo majibu yako wazi. Usidhani kwamba hakuna majibu. Kwa hiyo leo sisi tulichofanya hapa ni kuandaa watazamaji wetu na wasikilizaji wetu. Safari sasa tunataka kuianza. Huu ulikuwa mukaddima tu, hatujaanza. Yaani kuna maswali hapa ambayo hayajibiki bila sisi kuzungumza hichi kizungumkuti, kwamba ndani ya nchi hii kukawa na ndoa ya chama na chombo cha kiroho. Yaani ule msimamo wa chama, ajenda za chama ndio ajenda ya chombo fulani cha kiroho. Haya yote tutayazungumza. Yaani haya unaona kuja kuyazungumza, lakini katika hali ambayo sasa hivi tupo, ndio kwa nini tuna maswali mengi kuliko majibu sisi wa Tanzania? Sasa maswali mengi tulionayo ni kwa sababu bado hatujazungumza yaliyotokea. Yaani tunajadili matokeo badala ya chanzo cha matokeo. Watu wanazungumzia mauaji. Sasa hivi tunaomboleza nchi imeingia kwenye nini? Mauaji yametokea. Haya mauaji chanzo chake ni nini? Yaani huwezi kujadili. Ndio yale alizungumza ndugu yangu Suleiman Kasim hapa, kwamba wewe huna fani ya kivita, unaweza kukoti vipengele sijui vya Umoja wa Mataifa mwaka 1990 juu ya matumizi ya silaha, na unasema kabisa kwamba kwa mujibu wa kipengele kile hulazimiki kutumia silaha kama njia za kutafuta za kurekebisha tatizo kwa njia ya amani zipo. Sasa huyu anachoma moto maduka, anachoma moto vituo vya petroli, wewe sasa unawezaje kumtuliza kwa kumwambia jamani acheni msifanye hivyo? Afu ndani daktari mimi kama nilivyosema, ndio hizi majina kuna haya yanayotengenezwa, ndio maandamano, haki, amani, ndio wizi, uharibifu, ndio bado yanapotosha jambo lenyewe. Hakika ni hivi, wote tunajua wanasema hivi. Kwanza nianze na hili jambo. Kuna wakati unakisema kitu, yule unayemwambia akikatwa akatafakari kinamaanisha nini, atalikataa hilo jambo. Na kupeni mfano huu. Kuna moja katika imani za dini, kiongozi wa dini binadamu, kuna wimbo, naye alipokuwa pale mateso yamemzidia akalia, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona unaniacha? Kisha pale mtu anasema hivi, Mungu wetu ametuokoa. Pale ni kwa sababu hajatafakari, lakini akija kutafakari tu,
Mungu alikufa. Kwa hiyo Mungu huwa anakufa. Yaani akijiuliza tu hivyo, basi ile kwamba huyu ni Mungu lazima ife, au kwamba ile alikufa lazima iondoke. Sasa wale wanasema hivi, tarehe 29 tunatoka barabarani kumwondoa rais. Hivyo hii ni nini? Ni maandamano? Ndo hayo mimi nataka sasa tuyazungumze kwa mistari. Mtu anasema anaenda kumwondoa rais. Rais ana jeshi, ana nini na kadhalika. Hawakuishia hapo. Kwa sababu kwa akili ya haraka tu ya kuvukia barabara, ukiwa unaenda kumwondoa rais, manake wewe una nini? Una jeshi. Hakika. Ndio wakawaambia hakuna wanajeshi, hawatakuguseni. Kwa hiyo huyu alitoka ana fikra hiyo, lakini angefafanuliwa na yule aliyemfafanulia kwamba tunaenda kumtoa rais, ila tutakutana na vyombo vya usalama vina bunduki. Pale nafikiri yangepatikana mazungumzo yake. Hakika. Kwa hiyo wale hawakupangwa kwenda kuandamana, walipangwa kwenda kumwondoa kiongozi. Na ndio tamko kilichokosekana, hawakujua tafsiri ile sahihi wanachofanya. Lakini lingine, yale uwezo kusema yalikuwa na maandamano ya kwenda kufanya fujo. Vituo vya mafuta vya mtu mmoja, nimsikia Sheikh Jonga anasema karibu 30. Usikia msamaha hapa anasema 40. Takwimu inatuambia ni 41. Bwana mmoja mkurugenzi anasema vituo vyote ni 43. Sasa vya huyo mtu mmoja vimesambaa nchi yote, vyote vikachomwa, vilishambuliwa. Hii ni coordinated movement, ni movement imeratibiwa. Watu wanaokaa kuratibu kuchoma vituo vya mafuta vya mtu fulani, wakaratibiwa mazoezi hayo ya kuchoma vitu. Haya sio yale mazoezi yalikuwa yanatolewa mtandaoni. Kuchukua petroli ukaijaza nini ukarusha, haikutolewa mtandaoni. Maana yake kuna mtu alikuwa na ratibu. Vyombo vilivyotoka kukabili hii hali vifanyeje? Na hapa Bwana Tozo nisome aya iliyosomwa na Shura ya Maimamu, sura ya 5 aya 32. Allah anasema hivi, asema aliyemuua mtu bila ya yeye kuua au kufanya uchafuzi katika nchi. Yaani aya inasema hivi, hairuhusi kumuua mtu ila labda awe amefanya mambo mawili, aidha na yeye ameua au amefanya uchafuzi. Ule wala haukuwa uchafuzi, ile iliko kuondoa serikali unaenda kuua. Hakika. Unaona? Sasa ndio tunasema hivi, haya mambo yaangaliwe, na kuna ile labda ya taja rais au nini na kadhalika. Ndio nasema hivi, ili jambo lisitafsiriwe kwa akili za bunwasi. Na Uislamu hauruhusi kutolea jambo hukumu mpaka uliwekee bayana wazi. Katika hii nchi Waislamu waliomba kujiunga na OIC. Serikali ikatuma tume, ikafanya utafiti, ikaleta ripoti bungeni kwamba serikali imejiridhisha kabisa kuna manufaa ya kujiunga na nini? Na OIC. Waziri wa mambo ya nje anatoka bungeni katamka hilo, marehemu Bernard Membe, akaitwa na Kardinali Pengo. Akatoka kwa Kardinali Pengo, akaja akasema serikali haitaki tena kusikia swala la Tanzania kujiunga na OIC.
Asante sana. Sasa ni haki hizo. Kwa sasa kama kiongozi ana uwezo wa yani amefikishwa mahala anapangua utafiti na tamko la serikali lililofikishwa bungeni, kilichotokea 29 wewe unajua ni nani alichofanya. Asante sana. Asante sana. Ndio kwako Kideri, tubakize tu kwamba nitarejea kwako Jafo hajazungumza, lakini Kideri nitakuja kwa Jafo. Kideri, amezungumzia swala zima la tafakari. Kwa nini hatujipi nafasi ya kutafakuri yale ambayo tunayasikia, yale ambayo tunapewa? Kwa maana tukiambia kwamba hii nyekundu tunakubali kwamba kweli hii nyekundu, tutafakari kabisa kwamba kumbe katika rangi nyekundu kuna rangi zingine ambazo zinaleta ile rangi nyekundu. Kwa nini? Moja, ubongo wa binadamu uliokaa, yani hufanya tafsiri, yani huweza kufanya tafsiri kutokana kwanza na uzoefu uliotangulia. Kilichotangulia ni nini? Yani kama kilichotangulia ni dhamira nzuri, uwezekano wa kuyatafsiri yanayokuja kwa namna nzuri ni mkubwa zaidi. Kwa hiyo, lakini pili, muda hayo yapo, yani yanafahamika, ni tafiti kwamba mtu kwa sababu imetangulia na dhamira, huyu bwana ni mtu mwema kwangu, akizungumza anaweza hata katika mazungumzo akatukana nisielewe. Kwa hiyo nisijipe nafasi ya kutafakari kwa sababu ya ule uzoefu niliokuwa nao. Na ndio maana nadhani umuhimu wa dokta anapozungumzia kwamba bwana kuna haja ya kujua nyuma, kwa sababu ile nyuma ndio inajenga tafsiri ya leo. Na ndio maana kwa sisi watu wa misingi ya kielimu, tunapoona haya matokeo tunaiona nchi ambayo yani yenye shida zaidi, hata kwa hawa wanaodhani kwamba ni neema. Kwa nini? Kwa sababu tunaujenga uelewa, tunajenga yani namna ya kufikiri kwa hawa watoto wanaokuwa sasa hivi. Watoto wenye miaka 2, 3, 4, 5, 10 kwenda juu, wanajenga hali ya kutokubali sana, kutokukubali kama ndio njia peke yake ya masuluhisho ambayo itawasaidia kwenye kutafsiri hayo yanayokuja. Kutokukubali, hakutakuwa na fursa ya kuipa mahakama fursa ya kutafsiri, hawatakuwa na fursa ya kufikiria wenzao na kadhalika. Lakini sababu nyingine, muda wa tukio lenyewe kutokea, muda wenyewe wa tukio linaweza ikawa ndio kinyimio kimojawapo cha tafsiri. Lakini tatu, nyenzo za kupatia mawasiliano. Sasa hivi unavyoona kuna mvurugiko mkubwa sana wa tafsiri wanaomiliki mifumo, kwa sababu wengi wa hao niliowaona kwa mfano kwenye matukio kama haya ni vijana wengi wako kwenye mitandao, sio wa kusoma. Angalia usomaji hapa, tumefanya uchambuzi wa kuangalia watu mbalimbali kupitia maeneo mengi. Mimi nimeona andiko, lakini nimesikia taarifa zinazotoka nje. Sitaji nchi, jirani mmoja akizungumza, bwana sisi ndio, tena azungumza kwa Kiingereza, sisi ndio the most dominating country kwenye mifumo ya social media East Africa. Tusielekeze nguvu, tumehamisha mishale kuelekea kwa rais mmoja wa nchi fulani aliyotamka tamko fulani, sio ya kuichukua sehemu ya nchi, sio kwa ni mzaha au vipi. Tumeelekeza nguvu kushambulia huko, tumeacha pale tulipokuwa karibu tufikie. Ikifanikiwa hilo, tujiandae kupokea wawekezaji wengi kama ilivyokuwa ilipovunjika East Africa. Vijana wengi hamjui, tunahamishwa. Hebu turudi kuelekea kusaidia hapo. Maana yake hiyo sasa ni analysis ya kiuchumi. Mimi kwangu natoa kama mfano wa namna ya kufikiri kunavyoweza kuziwiliwa na mvurugiko wa mawasiliano na namna ya kuyatumia. Yani haya mawasiliano yaliyokuja kwa sababu wengi hawajui, anatoka huko anafika ananunua simu, amepata taarifa zinazotoka, yeye hajui, anafikiri kijana mwenzangu anasema twende, sikubali, kuna haki fulani, na yeye anaona kwamba kuna haki, pengine inakuja sura alikuwa na bodaboda, pengine akazuiliwa na askari, kuulizwa hiki, kwa nini niulizwe? Kumbe ni mtu yuko kule ametumia fursa hiyo kuleta. Kwa hiyo muda wa kufikiri ukawa mdogo kwa sababu ya mawasiliano. Lakini kuna vyanzo vingine vya nje kabisa huko. Tutarudi tutakuwa katika mkadima leo kwa kipindi gani kuzungumza zaidi. Dokta, tumeona hapa mambo mengi ambayo mmekuwa mkizungumza hapa, inaonekana kuna moja ama nyingine yana uratibu fulani hivi
kwa maana ya series ambayo nyinyi mmezungumza kwamba kuna sera ya chama fulani inaungana na sera ya kitu fulani, lakini tunatazama matokeo ya sasa. Narejea pale pale, sisi wa Tanzania ni wakati ambapo tunapaswa kuwa wamoja zaidi, kuwa kitu kimoja zaidi, kuweza kuhakikisha nchi yetu inasimama, na ndipo ambapo unaona serikali ndio kitu ambacho serikali inakifanya. Hata hotuba za viongozi wa serikali ikiwemo waziri mkuu, ikiwemo rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inaonyesha mustakabali ulio imara zaidi wa kuweza kuisimamisha nchi. Sasa wakati serikali inajiandaa hivyo vizuri, alafu huku sasa sisi wananchi na viongozi wa kidini na wengineo tunavutana, hii inatoa ishara gani? Alhamdulillah, kwanza niseme kwamba swali letu la msingi la mwanzo lilikuwa kwamba safari yetu ni ndefu kama unavyosema. Ukisikiliza ile hotuba ya rais unaona kabisa kwamba Tanzania inakwenda level nyingine kabisa. Na hata wengine wafahamu kwamba tunahusudiwa na maendeleo haya ambayo yako kwenye nchi yetu. Nilishawahi kueleza kipindi cha nyuma yale mawasilisho aliyofanya David Kafulila pale Muslim University of Morogoro kwenye kongamano la kitaaluma la uchumi jumuishi. Alionesha kwa data baadhi ya maeneo ambayo ndani ya miaka 4.5 ya awamu ya 6 tumefanya vizuri kuliko Kenya kwa miaka ya 63 ya uhuru. Hivi ni vitu ambavyo vipo lakini havizungumzwi. Watu zaidi ya kupandikiza chuki na uadui nani. Kwa safari yetu ni ndefu. Na wewe swali lako unalosema hili ndio majibu ya series ya vipindi vyetu ambavyo itafuata. Tunataka tujue yaliyotokea kuelekea uchaguzi mkuu, yepi yamepelekea hichi ambacho kimepatikana na yanayoendelea sasa hivi. Kama hili swali hatujalijibu, yani kama vile kiwanda mimi nataka tuje kutazama kwa kina zaidi, lakini nahitaji japo kwa uchache ndio juu ya hiki ambacho kipo. Ndio serikali ndio inasimama imara. Rais juzi kazungumza kuhusu kuunda tume ya kuweza kuchunguza matatizo yote ambayo yametokea. Ndio akazungumza juu ya maridhiano, kutaka maridhiano ambayo Tanzania tu baki kuwa wamoja na tupige mbele kihatua kimaendeleo. Ndio. Na mambo mengine mengi ambayo yakuweza kuliunganisha taifa. Akisema masuala ya rushwa na mengineyo, serikali ya awamu ya 6 katika kipindi cha pili itaweza kusimamia vilivyo. Serikali inatuleta pamoja. Kwa nini baadhi ya watu wanatutoa katika hiyo ajenda? Tunavurugana. Tumetazama matamko takriban 4. Ndio. Matamko haya 4 yote kila mmoja kaja na la kwake. Huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi, huyu kasema hivi. Sasa ni wakati wa kuwa pamoja, lakini hatui pamoja. Shida iko wapi? Kwa uchache. Tatizo nataka majibu mepesi kwenye swali kubwa. Hili swali shida iko wapi? Huwezi kuipata kwenye matamko. Tunaanzia kule. Tatizo lilikotengenezwa kule. Kwa hiyo yale tukiangalia critically. Matamko ni sehemu, yani haya matamko sasa hivi yalitanguliwa na matamko mengine. Kwa hiyo haya matamko yaliyo ya awali kuelekea kwenye uchaguzi mkuu na yale yaliyotokea wakati wa uchaguzi ambayo yamefanywa kwamba ni topical issue, ndio suala la mjadala, yakaachwa yale ambayo ndiyo yalipelekea haya matokeo kutokea. Tusipofanya hivyo hatuwezi kutoka na jibu lilokuwa sahihi. Asante sana. Kwa hiyo mimi Bwana Tosa nimwambie wakati tunaenda huko kwenye vipindi watazamaji wetu waende pia na haya maneno mengine mawili yaongezee. Moja alisema Trump. Kuna senator anatoka Afrika alimshambulia kwa maneno Trump
Trump akamwambia, utaniambia nini? Unatoka Afrika, nchi zenu just shit hole, yani ni kama chooni tu, hata hamwezi kujiongoza. So hilo ndio wanavyotuona. Lingine, James Watson professor kuwa pale nadhani Oxford, ni katika wagunduzi wa DNA, alisema tatizo letu sisi wazungu, tunapotaka kuwasaidia Waafrika tunawasaidia kwa mbinu na maelekezo tukidhani wao ni binadamu wana akili kama sisi, lakini ukweli Africans are still evolving chimpanzee toward being homo sapiens. Ila uhakika ni kwamba Waafrika ni nyani ambao bado wako wanabadilika kuelekea utu uzima. Hichi kinachoendelea na haya matamko na kadhalika yanawapa nguvu sana Trump na James Watson, kwa walichosema ni kweli. Sasa tunatakiwa turudi maridhiano hayo, kama walivyosema wale viongozi tamko lile wakimwakilisha mufti. Hata hayo maridhiano yasiye kama zawadi ya kuwahonga waliofanya uharibifu, na pale wao wameita uharibifu. Mimi siiti uharibifu wala siiti maandamano, na yaita kama walivyoyaita wao. Yalikuwa mapinduzi. Lakini pia hayo maridhiano kama yatatumika vile kwamba Waislamu kama alivyosema Sheikh Jongo, ile tunabeba kwamba ili maridhiano amani ipatikane, Waislamu endelee kuwa wanapatikana wabunge 200, Waislamu 50, yani Wakristo 80%, sema 20. Vioni iwe hivyo, kwenye uteuzi iwe hivyo, kwamba ikiwa hivyo ndio amani. Asante. Basi hatutafika. Shukrani sana. Hilo tuna dakika sekunde 30. Neno lako la kuwakilisha watu la kuaga kuahirisha kipindi. Naam, mimi niseme tu kwamba Watanzania muda tulionao sasa hivi kwa mujibu wa uzoefu wa nchi zote duniani zinazojitambua, wanapopata kiongozi wao wanampa wasaa na muda wa kufanya yanayohusu maendeleo. Sio kumshughulisha kuanza kujadili mambo ambayo yanaweza akamtoa na kutumia muda mwingi sana kusuluhisha badala ya kutatua changamoto za kiuchumi zilizopo ndani ya nchi. Shukrani sana. Ni Ahmad Msamaha. Kiweza kuhitimisha, nilikuwa pia na Daktari Saidi Jafu, lakini nilikuwa na Suleiman Kasim pamoja na Musa Kideri, tukiweza kuzungumza kwa kina zaidi kuhusiana na tafakuri, kizungumkuti cha tafakuri ya uchaguzi mkuu 2025. Tamati ulikuwa nami Mrisho Sana Mtozo. Asante, tukutane wakati mwingine. TV Iman Tanzania. Elimu bila mipaka.